Mambo vipi mwanamichezo, mambo vipi Mtanzania mwenzangu na mtazamaji wa jukwaa hili bora kabisa la Mzinga Sports. Sasa basi, wasaa huu tunakwenda kuangalia namna ambavyo klabu ya Young Africans inaweza kuathirika na kushuka katika viwango vya ubora vya michuano ya CAF kwa ngazi ya klabu. Ikumbukwe, shirikisho la soka barani Afrika CAF liliweka utaratibu wa kupata klabu bora za Afrika na ligi bora za Afrika. Namna ya utaratibu huo ni kutokana na ukusanyaji wa alama au points katika msimu husika wa michuano ya CAF. Na baada ya hivyo wakaleta mfumo unaitwa CAF 5 years ranking au 5 years CAF ranking, vyovyote utakavyoita. Maana yake ni kwamba klabu namna gani imekusanya points katika kipindi cha miaka mitano, ndio mfumo huu unafanya kazi. Sasa basi, katika utaratibu huu kuna namna ya kupata hizo alama. Sasa alama hizo zinapatikana vipi? Lakini kabla ya kwenda kuangalia alama zinavyopatikana, nikukumbushe msimu huu wa 2024-25, tafsiri yake points ambazo zinakusanywa katika msimu huu na zilizopita nyuma zinakwenda kufanya kazi katika msimu unaokuja, kwa maana ya msimu mwaka 2025-2026 ndio unafanya kazi. Kwa mfano, sasa hivi tunapozungumza Young Africans kwa alama ambazo yuko nazo, alama 34, tutakuja kuangalia na hizo 34 wamezipata vipi kwa msimu wa mwaka 2025-26, yani msimu ujao. Young Africans wanaonesha kwenye tebo wako nafasi ya 10 katika tebo ya klabu bora Afrika, na Tanzania tuna wawakilishi wawili, kwa maana ya Yanga nafasi ya 10 pamoja na Simba Sports Club ambao nao wapo kwenye top 4, kwenye top 10. Sasa basi, namna ya kupata alama au mgawanyo wa alama katika michuano hii ya CAF ambayo ni kombe la shirikisho na ligi ya mabingwa Afrika upo hivi. Tukianza kwa haraka CAF CL, nadhani hii watu wengi tunafahamu, lakini tunakumbushana. CAF Champions League na CAF Confederation Cup, kombe la shirikisho Afrika. Utaratibu uko hivi: timu inayomaliza nafasi ya 4 kwenye group stage kwenye CAF Champions League wanapata alama 1. Kwenye shirikisho anapata alama 0.5. Alafu timu inayomaliza nafasi ya 3 katika group stage kwenye Champions League anapata alama 2. Anapata alama 2, hapa anapata alama 1. Timu itakayomaliza nafasi ya kwanza na ya pili, tafsiri yake hao automatic wanakwenda hatua inayofuata, yani hatua ya robo finali. Kwa hiyo robo finali, quarter final. Kwenye Champions League anapata alama 3, kwenye CAF Confederation anapata alama 2. Timu ambayo inaingia semi final, nusu finali katika Champions League anapata alama 4, katika Confederation anapata alama 3. Timu ambayo inacheza finali, finalisti, timu ambayo itacheza finali na ikapoteza mchezo wa finali, maana yake itakuwa na alama 5. Kwenye shirikisho itakuwa na alama 4. Timu ambayo itakuwa bingwa, winner kwenye Champions League atakuwa na alama 6, na kwenye shirikisho atakuwa na alama 5 kwa maana ya bingwa. Huu ndio utaratibu uliowekwa na shirikisho la soka la Afrika, namna ya kukusanya alama. Sasa basi, alama hizi ambazo umezikusanya au klabu imezikusanya zinaangaliwa pia katika mwaka husika, unazidishwa kwa namba ya mwaka husika. Yani hapa iko hivi, msimu huu ni 2024-25. Tukirudi nyuma tutakuta msimu mwaka 2023-24. Tukirudi nyuma tena tutakuta msimu mwaka 2022-23, na nyuma yake hizi ni mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, na huu mwaka 1, 2, 3. Hii ni miaka mitatu. Tukirudi nyuma tena tutakuta msimu mwaka 2021-22, na nyuma ya hapo tutakuta msimu mwaka 2020-21. Kwa hiyo hii ni misimu mitano tofauti: 2021, 21, 22, 22, 23, 23, 24, 24, 25. Kwa hiyo hii ndio miaka mitano ya mwisho ya CAF. Sasa basi, namna ambavyo points zinahesabiwa, timu yoyote ikikusanya
alama katika msimu huu, alama hizo zozote ambazo tutazikusanya katika hizi ambazo ziko hapa, atazidishiwa mara 5. Timu ambayo ambayo ilikusanya alama msimu huu, let's say alama yote ambazo walikusanya, itazidishiwa mara 4. Hapa itazidishiwa mara 3. Hapa itazidishiwa mara 2 na hapa itazidishiwa mara 1. Yaani hii katika msimu husika, wakati ligi iko katika msimu huu, alivyopata alama yake fulani hapa, alizidishiwa mara 5. Lakini baada ya kuingia msimu huu, hii ikaja kuzidishiwa mara 4. Baada ya kuingia msimu huu, hii ikazidishiwa mara 3. Ilivyoingia msimu huu, ikazidishiwa mara 2. Baada ya kufika hapa, imezidishiwa mara 1. Kwa hiyo alama zinapotea. Yaani timu inaweza ilikusanya labda alama 6, kwa mfano ilikuwa bingwa msimu huu. Alafu let's say msimu mwaka 2019 na 20 alikuwa bingwa. Ikiingia msimu huu mpaka kufika hapa na kushiriki tena, maana yake hii timu haina alama yoyote katika msimu huu, na zile alama zake ambazo zilikuwa huku nyuma zenyewe zinakuwa automatic zimepotea. Sasa basi, hapa tunakwenda kuangalia Yanga na namna ambavyo wanaweza kuathirika na kushuka katika viwango vya soka barani Afrika. Kwa namna gani? Tukienda kuangalia Yanga msimu wa 2022-2023, Young Africans walicheza fainali ya kombe la shirikisho. Maana yake Yanga ilikusanya alama 4. Alama 4 hizi tutazidisha mara 3, tutapata jumla ya alama 12. Msimu uliofuata walicheza robo finali, wakatolewa na Mamelodi Sundowns. Robo finali ya ligi ya mabingwa Afrika. Robo finali inasemaje? Inasema alama 3. Kwa hiyo hapa tutasema 4, kwa maana ya msimu huu unazidishwa mara 4. Kwa hiyo 4 mara 3 itakuwa hivi, 4 mara 3, ambayo na yenyewe pia itakuwa 12 kama ilivyo hapa. Alafu hesabu hii na hii zinafanana kihesabu. Alafu tukija hapa msimu huu wa 24-25, msimu huu Young Africans wameishia hatua ya makundi kwenye nafasi ya 2 kutoka chini. Yaani hapa alikuwa TP Mazembe, hapa alishia Young Africans. Kwa hiyo Young Africans msimu huu amevuna alama 2. Kwa hiyo 5, msimu huu unahesabiwa mara 5. Alama inayopatikana inahesabiwa mara 5. Kwa hiyo jumla amevuna alama 10. Sasa hizi alama 10 ambazo amezivuna, jumla sasa tukienda kuzidisha 12, tukijumlisha na 12, tukijumlisha na 10, tunapata hapa 4, hapa 34. Kwa hiyo Young Africans ndani ya misimu yake hii mitatu ya kufanya vizuri katika michuano hii ya kimataifa, hapa hakuwa na alama na hapa hakuwa na alama. Alama alianza kukusanya hapa, manake Young Africans amekusanya jumla ya alama 34. Nadhani hapa tumeelewana vizuri. Sasa katika alama 34 hizi ambazo wamezikusanya wananchi Young Africans, inawafanya katika msimu unaofuata, msimu wa 2025-2026 kuwa katika nafasi ya 10. Mpaka sasa hivi tunapozungumza katika table, Yanga yupo katika nafasi ya 10 akiwa na alama zake 34, nafasi ya 10. Sasa twende tukaangalie timu zote ambazo zipo kwa haraka. Nafasi ya kwanza wapo Al Ahly ya Misri. Nafasi ya pili wapo Esperance ya Tunisia. Nafasi ya tatu wapo Mamelodi Sundowns wa Afrika Kusini. Nafasi ya 4 wapo Zamalek ya Misri. Nafasi ya 5 wapo Wydad Casablanca ya Morocco. Nafasi ya 6 wako Simba ya Tanzania. Nafasi ya 7 wapo USM Alger ya Algeria. Nafasi ya 8 wapo RS Berkane ya Morocco. Nafasi ya 9 wapo CR Belouizdad ya Algeria, na nafasi ya 10 wapo Yanga ya Tanzania ambayo yenyewe ina alama 34. Hizi timu zote zina alama zake, na maana yake hizi zina alama za juu zaidi ukilinganisha na Yanga. Kwa hiyo Yanga ndo anafunga nafasi ya 10 akiwa na alama zake 34 kwa msimu wa 2025
2026. Sasa basi, hizi alama inahitajika uzitetee, yani klabu kushiriki kwenye michuano ya kimataifa, maana wanazitetea. Sasa hapa Young Africans mpaka sasa hivi kwenye msimamo yupo katika nafasi ya 10 na alama zake 34. Sasa kwa nini kuanzia hapa, nadhani tutaelewana kwa nini Young Africans tunasema wanaweza kushuka katika viwango vya ubora kutoka nafasi ya 10 au kutoka kabisa kwenye top 10. Na ikumbukwe hizi nafasi zina faida katika upangaji wa makundi. When it comes timu zimeingia group stage kwa msimu ujao, huwa inaangaliwa ranking, na ranking ni pots. Kwa mfano, kwa hesabu ya haraka haraka 1 2 3 4, labda hawa ni pot A. Kutoka hapa mpaka hapa hawa ni pot B. Kutoka kwenye 9 mpaka 12 hawa itakuwa ni pot C. Hii nimejaribu tu kutolea mfano kwamba hizi ni ranki za ubora, zinafuata hizi, zinafuata hivi. Kwa hiyo kwenye hatua ya makundi hizi timu zinakuwa na priority zinapokuwa kwenye ubora huu. Sasa tunaposema timu bora kwenye viwango vya CAF, maana yake ndo hizi performance. Kwa hiyo timu namba 1 ni Al Ahly, namba 2 ni Esperance, Mamelodi, Zamalek, Wydad, Simba, USM Alger, RS Berkane, CR Belouizdad pamoja na Young Africans. Sasa basi, tukija kwa nini Yanga wanaweza kuporomoka katika hii hatua. Nafasi ya 11 kwenye ranking za CAF wapo Al Hilal. Al Hilal wana alama 32. Nafasi ya 12 wapo ASEC Mimosa wakiwa na alama 33. Nafasi ya 13 wapo Pyramids wa Misri wenyewe wakiwa na alama 32. Hii mpaka sasa hivi ndio tulipofikia, lakini ikiwa updated tena itahama, kwa sababu hapo unaweza ukashangaa 32, 33, 32 inakuaje, lakini itakapokuwa updated, hii ni baada ya kufika robo finali, yani hatua ya robo finali CAF wali update msimamo kwa wanasoma hivi. Kwa hiyo maana yake huyu mpaka sasa hivi tunapozungumza yuko juu ya Al Hilal. Kwa hiyo update mpya itakapokuja, as it stand kwa sasa, huyu atakuwa yuko juu kwa Al Hilal. Sasa basi, hizi timu tatu zinaweza kumtoa Young Africans katika nafasi ya 10. Kwa nini? Kwa sababu Al Hilal bado yupo katika michuano. Tunapozungumza sasa hivi ana alama 32 mpaka kufikia hatua ya robo finali amekusanya jumla ya alama 32. Sasa hizi alama 32 ambazo amezikusanya, endapo atafanikiwa kumtoa Ahli, kwa sababu anacheza na Ahli katika hatua ya robo finali, na mchezo wa kwanza alipoteza bao 1-0 katika ardhi ya Cairo pale Misri. Kwa hiyo mchezo wa pili ambao utapigwa Mauritania, kama atafanikiwa kumtoa Al Ahly, maana yake hizi 32 tutajumlisha na 5. Kwa hiyo huyu maana yake atakuwa amefika semi-final. Akifika semi-final na tayari na alama 32, kwa hiyo ile 3 ambayo ameipata kutoka robo finali ya msimu huu itakuwa 4. Kwa hiyo kisha kuwa 4, maana yake hapa itabidi tujumlishe na 5 kwa msimu husika, kwa sababu 4 yake ambayo atakuwa ameipata tutazidishia kwa mara 5. Kuzingatia hilo, maana yake ni kwamba Al Hilal kwenye alama 32 tukijumlisha alama 5 atakuwa amekusanya jumla ya alama 37 kutokea hapo. Kwa hiyo Hilal atakuwa amekusanya alama 37, ASEC Mimosa atakuwa amekusanya alama 38, Pyramids atakuwa amekusanya alama 37. Sasa kwa alama hizi, endapo hawa watashinda wote kwenda hatua inayofuata, maana yake ASEC Mimosa mechi ya kwanza amecheza na RS Berkane akiwa nyumbani kwake na amepoteza goli 1-0, anatakiwa kwenda kupindua meza kule Morocco. Pyramids mechi yake kwanza ameshinda dhidi ya AS FAR Rabat. Kwa hiyo maana yake hawa wote, kama itatokea yeyote katika hawa atakwenda hatua inayofuata, basi Yanga atashuka kutoka katika nafasi ya 10 na kumpisha mmoja wapo katika hawa. Tukija kuangalia mpaka sasa hivi Pyramids almost mguu mmoja tayari ameshauingiza ndani. Kwa hiyo kuna nafasi kubwa ya Pyramids kuja kumtoa Yanga. ASEC Mimosa kama atapindua meza Morocco atakuja kumtoa Yanga, na Al Hilal kama atapindua meza dhidi ya Ahli anaweza kumtoa Young Africans. Kwa hiyo hawa ni active teams, timu ambazo ziko active zinacheza na zinaweza zikamkaribia. Zipo timu nyingine ambazo ziko active zinacheza, lakini points ambazo wako nazo so far tunapozungumza, kwa maana ya kuingia katika hatua ya nusu finali,
hawawezi kuzifikia Young Africans, ikiwemo Orlando Pirates hawawezi kufikia alipo Young Africans kwa kuingia nusu fainali. Kwa hiyo mpaka hapa tunapozungumza ni kwamba Yanga anaweza kutoka katika nafasi ya 10 kwa msimu mwaka 2025 2026. Kwa hiyo dua zote mbaya zinahusu Al Hilal, zinahusu ASEC Mimosas, zinahusu Pyramids kwa maana ya mashabiki wa Young Africans ili kuona timu yao ikiendelea kusalia top 10, au mashabiki wa Tanzania kwa maana ya ligi. Kadri Yanga anayofanya vizuri ndio inazidi kuongezea points taifa lake husika na ligi ya Tanzania kusogea zaidi katika viwango vya CAF. Mimi ni Gharib Mzinga na hii ni Mzinga Sports.